Kaka yangu Anthony Mavunde, waziri wetu wa madini, natambua uwepo wa mkuu wetu wa wilaya ya Chunya ambaye pia anamwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Chunya. Natambua uwepo wa viongozi wote wa wilaya ya Songwe na Chunya, lakini kipekee kabisa natambua uwepo wa katibu mkuu wa wizara ya madini, bila kumsahau mmiliki wa Shanta Mining Limited pamoja na wasaidizi wake. Namuona ndugu yangu Honesty pamoja na General Manager wa New Ruika. Ndugu zangu wa Songwe na Mbeya, nipo mbele yenu kumwakilisha mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Daniel Godfrey Chongolo. Na mimi naomba niungane na viongozi wenzangu waliokwisha kuzungumza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwawezesha wageni wetu kufika salama hapa kwenye tukio letu muhimu. Mheshimiwa Waziri, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana. Kwanza kwa kusimamia mchakato huu mpaka tukawapata ndugu zetu hawa wa Shanta. Nafahamu kwenye mchakato wa maombi ya vitalu hivi walijitokeza wengi, lakini kwa sababu ya umakini wako mliweza kuchuja na mlitushirikisha. Tulituma mwakilishi mmoja kutoka wilaya ni kwetu Songwe, nafikiri pia pamoja na ndugu zangu wa Chunya, mpaka tukafikia hatua ya kuwapata ndugu zetu hawa ambao ni makini, kwa sababu tumeshuhudia huko nyuma wapo watu wanaingia kwenye mchakato wa tenda, wanashinda alafu wanapotea. Lakini ndugu zetu hawa wameshinda na matokeo tunayaona. Mheshimiwa Waziri, naomba niwe shuhuda wa ndugu zetu hawa wa Shanta. Wanafanya vizuri sana kwenye mkoa wetu wa Songwe. Ninapozungumza na wewe kwenye eneo la mapato ya serikali, tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza na wewe, tayari tunapoenda kuhitimisha mwaka huu wa fedha wa serikali tarehe 30 mwezi wa 6, tayari wameshatuchangia zaidi ya shilingi bilioni 20, fedha ambazo zimeenda moja kwa moja kwenye mfuko mkubwa wa serikali. Lakini pili, kwenye eneo la ajira, ninapozungumza na wewe kwenye mgodi wetu wa New Ruika, wameajiri zaidi ya wafanyakazi 1000. Lakini tatu, kwenye eneo la CSR wanatumia zaidi ya shilingi milioni 800. Wametusaidia kujenga madarasa, kujenga zahanati, kuwezesha vikundi mbalimbali, lakini kubwa zaidi wanatusaidia sana kwenye sekta ya kilimo. Ninapozungumza na wewe, wilaya ya Songwe tumeendelea kufanya vizuri kwenye sekta ya kilimo, hususan kwenye zao la ufuta. Mwaka uliopita tuliweza kupata zaidi ya shilingi bilioni 30, fedha ambazo moja kwa moja bilioni 28 zilienda kwenye mifuko ya wananchi wetu wa wilaya ya Songwe. Bilioni 2 zilienda moja kwa moja kwenye mapato ya halmashauri pamoja na wasafirishaji. Naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana na kukupongeza sana. Lakini kubwa kuliko yote ni namna unavyosimamia wizara hii vizuri. Ni mwaka jana ulikuja ukatoa leseni 19 kwa wachimbaji wadogo wa wilaya ya Songwe. Mheshimiwa Waziri, jambo lile ulilolifanya katika wilaya yetu limeendelea kutuletea utulivu katika wilaya ya Songwe.